Mimi kwa majina naitwa Elisa Tumaini Luvigo, nafanya kazi Chama cha Mawasiliano na Uchukuzi KOTU-T kama afisa elimu wa chama. Leo tuna semina ambayo tunaifanya hapa na wasafirishaji binafsi tunasema, ambao tunaiita ajira isiyo rasmi. Hii sekta isiyo rasmi ambayo ni bodaboda, bajaji na daladala wanakuwa na changamoto ambazo zinafanana. Kwa mfano, kuhitaji kupata mikopo binafsi ambayo inatolewa na Wizara ya Maendeleo, lakini pia tuliona kwamba wanahitaji kupata elimu ya usalama wa afya zao wanapokuwa mahali pa kazi, kwamba wanahitaji kujua sheria ambazo zinawalinda katika kazi zao. Kwa hiyo leo tumeona kwamba tuna mwanasheria wa chama ambaye atakwenda kuwafundisha sheria mbalimbali ambazo wanatakiwa kuzizingatia na kuzifuatilia ili kuweza kufanya kazi zao kwa weledi na kuepuka ajali mbalimbali ambazo zinasababishwa aidha kwa kutokujua au kwa makusudi au kwa watu wengine ambao wanawasababishia. Kwa hiyo lengo kuu la kuita hapa ni kuwapa ripoti ya tafiti ambayo ilifanyika na kuona changamoto ambazo wanakumbana nazo, na baadhi yake sasa tunakwenda kuzitibu kwa kuwaleta watu ambao wanakwenda kuwafundisha na kuona namna kutatua changamoto hizo. Mimi wito wangu kama chama, tunawashauri kwamba sisi hatuvunji vile vikundi vyao walivyokuwa navyo, na wala sisi hatuwaingilii majukumu yao vile vikundi, lakini sisi vikundi vinapokuja kwenye chama vinapata kuwa na nguvu zaidi, kwa sababu vinawezeshwa sasa kuwa na uwezo wa kukaa na serikali kwa kutumia idara ya kazi, kwa sababu vile vikundi havijasajiliwa na idara ya kazi, lakini chama kiko chini ya idara ya kazi ya msajili wa chama ambaye anasajili, lakini wale wanasajiliwa na makundi ya kijamii. Kwa hiyo wito wangu ni kujiunga na vyama hivyo wafanyakazi ili kupata nguvu zaidi ya kuwasaidia wafanyakazi wao, especially hasa katika masuala ya kikazi. Kwa majina naitwa Gigo Mhule, ni mwenyekiti wa KOTU-T kanda ya Ziwa kwa maana ya Chama cha Mawasiliano na Uchukuzi. Lengo kubwa leo ni kuwafundisha kwanza wajue maana ya KOTU-T, lakini pia kujua mambo yao ya msingi. Ukiangalia mfano kama sekta hizi ambazo sio rasmi wamekuwa wakichukuliwa kawaida sana, ambapo wamekuwa wakichukuliwa kawaida inafikia hatua hata haki zao za msingi hawazijui. Unakuta bodaboda anapewa pikipiki leo, kesho ananyang'anywa. Kwa hiyo unajikuta hawapo kwenye msingi ambao ni mzuri. Kwa hiyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba hata watu ambao hawapo katika sekta rasmi wao wanakuwa na elimu kwanza ya kutosha juu ya kutambua haki yao, lakini pia kutambua sheria ambazo zitawaongoza katika utendaji wa kazi. Rai yangu ni kwamba watu ambao wapo katika sekta zisizo rasmi tunawakaribisha katika chama cha KOTU-T, na tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakuwa na wafanyakazi ambao wanazingatia sheria na taratibu na kanuni na miongozo iliyowekwa nchini, kuhakikisha kwamba kwanza wao wanakuwa salama, lakini abiria wanaowapakiza wanakuwa salama, kwani tunapokuwa na msafirishaji aliye salama, kwa maana tunaandaa abiria aliye salama. Ninaitwa Anambise, nafanya kazi na Frederick Ebert Stiftung, yani FES. Ili ni shirika ambalo ni la Kijerumani, liko hapa Tanzania kwa muda mrefu. Ni afisa miradi wa shirika la Frederick Ebert Stiftung. Tumekuwa tukifanya kazi na wafanyakazi wa sekta mbalimbali, na mwaka huu mwanzoni, kuanzia mwaka jana na mwaka huu tulifanya utafiti wa kuangalia changamoto mbalimbali wanazozipata maafisa usafirishaji walioko kwenye sekta isiyo rasmi, na hao ni hasa bodaboda, na tuliweza kuzijua changamoto zao. Changamoto mbalimbali zinafahamika, wengi wao wanakuwa wanakodisha hivi vyombo wanavyovitumia, na wale wanaowapa vile vyombo wapa kwa gharama kubwa sana, kiasi kwamba saa nyingine wanashindwa kupata faida kulingana na kazi wanaoifanya. Lakini pia mazingira ya kazi saa nyingine hawana sehemu za kupaki zinazojulikana, lakini vile vile kuna utitiri tu wa makato ambao wanatakiwa, malipo ambao wanatakiwa wayalipe. Kwa hiyo kwa kuangalia hayo na kwa kuangalia uhusiano wetu sisi na chama cha wafanyakazi KOTU, tumekuwa tukifanya nao mikutano mbalimbali, kuwaelezea, kuwasikiliza kuhusu changamoto walizonazo, lakini vile vile sisi shirika letu na chama cha wafanyakazi KOTU tumekuwa kama ni daraja la kuweza kuwakutanisha wao pia na wizara mbalimbali, ikiwemo Wizara ya Kazi na Wizara pia ya Ustawi wa Jamii, ambako ndo huko masuala yanayohusika na sekta isiyo rasmi kwa ukubwa yanashughulikiwa. Kwa hiyo
Katika mkutano wa leo tunajaribu sasa kuwaelezea kuhusu matokeo ya utafiti wetu tuliofanya, kuangalia changamoto za bodaboda, fursa zilizoko, lakini nao ili waweze kuelezea na wenyewe kwa upande wa Mwanza ni changamoto gani wanazo, lakini vile vile kuwaelezea kuhusu umuhimu wa kuwa pamoja kama wafanyakazi, kuwa pamoja na kuwa na sauti ya pamoja katika kuitaka serikali na wadau mbalimbali kushirikiana katika kuboresha sekta. Kwa hiyo tumekuwa hapa mkutano wa siku moja na tutaenda kwenye mikoa mingine kuendelea kufanya uhamasishaji wa changamoto, fursa zilizoko. Kuna saa nyingine wizara zinatoa mikopo ya vyombo, pikipiki, bajaji na kadhalika, lakini je, wanawezaje kujua kama hawajaja pamoja au pia wataalamu mbalimbali hawajawaita na kuwaelezea kuhusu hizo fursa na namna ya kuzipata. Kwa hiyo shirika letu kwa kushirikiana na chama cha wafanyakazi cha KOTU tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunasaidia kuifanya hii sekta ya usafirishaji na sekta ya isiyo rasmi kwa ujumla iwe sekta inayowavutia watu wengi, sekta salama, sekta ambayo kazi zinazofanyika huko zinalenga katika kukuza ustawi wa wafanyakazi na jamii kwa ujumla. Kwa majina naitwa Mohamed Idi, mwenyekiti wa waendesha pikipiki mkoa wa Mwanza. Semina ya leo imekuwa ni semina ambayo ina elimu, na ni elimu ambayo kwa kweli kama tutaizingatia ina faida. La kwanza nilichojifunza, kwanza sasa hivi sisi ni maafisa usafirishaji, ila kwa elimu niliyoipata tunatakiwa tuachane na mambo ya maafisa usafirishaji, tubaki kuwa wafanyakazi. Maana tunatakiwa kupata stahiki zote kama ambazo mfanyakazi mwingine anazipata. Kwa hiyo ni moja ya elimu ambayo imekuwa ni nzuri na isiishie leo. Isiishie leo kwa kuwa elimu inahitajika mara kwa mara. Nasi kama chama tumechukua, tutawaomba tutakapokuwa na vikao basi waweze kufika na kuelimisha jamii tulionayo kwa kushirikiana nao. Kitu ambacho tunakihitaji sasa kwa serikali tusaidie, tupate maegesho ya kudumu kwenye miji yetu hii, lakini pia tupate support ya kupeleka huduma hizi hata nje ya miji, twende hata vijijini kule tukahudumie, kwa sababu hitaji la usafiri bado ni kubwa, na tungependa kabisa serikali tushike mkono kwa namna itakavyoweza. Sisi kwa namna tulivyoelekezwa na namna tulivyoelimishwa leo, tuna hakika tutajiunga, na tutafuata taratibu zote za kazi ili tuwe wafanyakazi. Tusikomee tu kuitwa maafisa usafirishaji, tuwe wafanyakazi na sisi tuko tayari, na kwa leo tumeitika vizuri, na mpaka sasa hivi sisi tuko tayari.